Watu wengi wanadhani mafanikio yanatokana na pesa, elimu au bahati, lakini ukweli ni kwamba mafanikio ya kweli huanza ndani ya akili yako. Kabla hujashinda ulimwengu, lazima ushinde vita ndani yako mwenyewe. Leo tutazungumza kwa undani kuhusu tabia 5 muhimu za watu wanaofanikiwa kisaikolojia, tabia ambazo zikianza kuishi ndani yako, hakuna kinachoweza kukuzuia kufanikiwa. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe kwenye Life Psychology TZ, mahali unapojifunza namna ya kufikiri kwa kina, kuishi kwa amani na kujenga mafanikio ya kudumu. Bonyeza subscribe sasa ili usipitwe na video zetu kama hizi za kisaikolojia. Tuanze somo letu muhimu. Namba 1. Wanaelewa nguvu ya akili zao. Watu wanaofanikiwa kisaikolojia wanajua akili ndio injini ya maisha. Wanajua fikra zako ndizo zinazoamua jinsi unavyojisikia, na jinsi unavyohisi ndicho kinachoamua jinsi unavyotenda. Wanajifunza kutazama kila jambo kwa mtazamo wa ninaweza kujifunza kitu hapa badala ya kwa nini imenitokea mimi. Wanadhibiti akili zao badala ya kuruhusu akili wadhibiti. Kisaikolojia, akili ya binadamu ina tabia ya kutengeneza hofu isiyo ya kweli, mashaka na ukosefu wa kujiamini. Lakini watu hawa wanajua jinsi ya kuituliza akili, kuzungumza nao wenyewe kwa upendo na kujenga fikra chanya hata pale mambo yanapokuwa magumu. Wanaelewa kwamba ukibadilisha namna unavyofikiri, unabadilisha namna unavyoishi. Namba 2, wanajifunza kutokana na makosa, sio kuyakimbia. Kosa kubwa ambalo watu wengi hufanya ni kuamini makosa ni ishara ya kushindwa, lakini watu wanaofanikiwa kisaikolojia wanaona makosa kama walimu wa maisha. Hawaoni aibu kuanguka, bali wanajivunia kusimama tena wakiwa na hekima zaidi. Wanapofanya kosa, hawaumii sana juu ya kilichopita, bali wanachambua. Nimejifunza nini hapa? Nini sitarudia kufanya tena? Wanaelewa kwamba akili hukua kupitia changamoto. Bila maumivu, hakuna ukuaji. Kila kosa linakuwa jiwe na kujenga msingi wa mafanikio yao baadaye. Kwao, kushindwa si mwisho, ni hatua nyingine kuelekea mafanikio. Namba 3, wanajenga nidhamu ya ndani. Hii ndiyo siri kubwa zaidi ya mafanikio ya kisaikolojia. Watu wengi husubiri motivation, lakini motivation ni hisia, na hisia hubadilika. Wanaofanikiwa wanajua nidhamu ndiyo nguzo ya mafanikio. Nidhamu inamaanisha kufanya kitu hata kama hutaki. Kama lengo lako ni kujenga tabia ya kujisomea kila siku, hautasubiri mpaka ujisikie kusoma. Utaamua tu kufanya hivi, kwa sababu wanajua maamuzi makubwa hayafanywi kwa hisia, bali kwa nia. Kisaikolojia, akili ya binadamu ina tabia ya kutengeneza hofu isiyo ya kweli, mashaka na ukosefu wa kujiamini. Lakini watu hawa wanajua jinsi ya kuituliza akili, kuzungumza nao wenyewe kwa upendo na kujenga fikra chanya hata pale mambo yanapokuwa magumu. Wanaelewa kwamba ukibadilisha namna unavyofikiri, unabadilisha namna unavyoishi. Namba 4, wanatunza afya ya akili yao. Watu wanaofanikiwa kisaikolojia wanajua thamani ya utulivu wa ndani. Wanajua hakuna mafanikio ya maana kama akili yako imechoka, imesumbuka au imejaa pressure. Wanatenga muda wa kupumzika, kufanya meditation au kutulia kimya bila kelele za mitandao. Hawana hofu ya kusema hapana kwa vitu vinavyoharibu amani yao. Wanajua utulivu ni nguvu, si udhaifu. Kisaikolojia, mtu anapokuwa na akili tulivu, ana uwezo mkubwa wa kufikiri kwa kina, kufanya maamuzi bora na kuona fursa ambazo wengine hawawezi kuziona. Hivyo, mafanikio yao hayaletwi tu na juhudi, bali pia na utulivu wa akili unaowaongoza. Namba 5, wana mtazamo chanya wa maisha. Watu hawa wanaamini kila changamoto inabeba somo ndani yake. Wanaona upande mzuri hata katika mambo magumu. Wanajua maisha si kamilifu, lakini mtazamo wao huamua jinsi wanavyoyaishi. Wanajua kila kitu kinatokea kwa sababu, na badala ya kuuliza kwa nini mimi, wanauliza nifanye nini sasa. Hiyo ndiyo nguvu ya kisaikolojia ya kushinda hofu na mashaka. Kisaikolojia, mtu anapokuwa na akili tulivu, ana uwezo mkubwa wa kufikiri kwa kina, kufanya maamuzi bora na kuona fursa ambazo wengine hawawezi kuziona. Hivyo, mafanikio yao hayaletwi tu na juhudi, bali pia na utulivu wa akili unaowaongoza.
Mafanikio ya kweli hayawezi kuonekana nje kama hayajaanza ndani. Mafanikio halisi ni wakati akili, moyo na roho viko kwenye usawa. Anza kujenga hizi tabia 5 leo, sio kwa haraka, bali kwa utulivu na nia ya kweli. Kumbuka, mafanikio ni safari ya akili, sio mbio za dunia. Kati ya hizi tabia 5 ni ipi unahisi bado unahitaji kujenga zaidi ndani yako? Andika kwenye comment hapa chini. Usisahau subscribe kwenye Life Psychology TZ ili ujifunze zaidi kuhusu saikolojia ya akili na maisha ya kila siku.